Bana legend kutokea Burundi Big Fizzo ameweka maswali mengi sana kwenye akili za watu. Watu wengi wanajiuliza, je, ameokoka? Ameachana na kuimba profane? Amehamia kwenye gospel? Kwa sababu posti zake ambazo wajisiku na posti zinaegamia sana kwenye gospel. So siku ya jana ameposti video akiwa na mtoto wake wakiimba wimbo wa mwimbaji maarufu kutokea South Africa ambaye anaishi South Africa. Ni mtu huko kwetu East Africa but anaishi South Africa. Walikuwa na mtoto wake wakiwimba wimbo alioposti kwenye mtandao wa TikTok. Watu wengi walitoa comment zao kama Migo Gospel alimuita Pastor Big Fizzo. Afu Big Fizzo akakuja akamreplay akamwambia kwamba shalom mtu wa Mungu. Comment ya mtu mwingine hapa hivi nazungumza kwamba anaitwa King David. Anamuuliza, ndugu ameokoka? Big Fizzo akakuja akamjibu akamwambia kwamba kitambo, kumbe ulikuwa hujui. Mwingine aliyecomment, hatuwezi tukasoma comment za watu wote, tunasoma tu za watu wachache zaidi. Mwingine akakuja tena hapa hivi kwenye sehemu ya comment na kusema kwamba anaitwa Diana, akasema wow, siku moja utoe gospel. Big Fizzo akakuja akamjibia akasema kwamba mara ngapi? So muonekano ambao Big Fizzo anaonekana kuelekea ni kuonesha kwamba anakwenda kabisa kufuata Kristo Yesu na kuacha kuimba nyimbo za profane. Anataka kuanza kuimba gospel, kwa sababu nakumbuka hata kuna siku moja ambayo alikuwa live kwenye TikTok, alikuwa akizungumza maneno ya Mungu. Watu wengi walikuwa wanamuuliza kwa nini usiokoke, usibadilike na kumrudia Mungu. Akawajibu watu kwa kuwaonesha Biblia, akawaambia mimi nimeokoka tena nimebadilika sana. Akawaonesha Biblia hii ninayo hapa hivi na najua maneno ya Mungu, na huwa anakuwa nasoma maneno ya Mungu sana. Jibu likakuja kwamba mtu anaweza kuwa anaimba profane lakini bado ni Mkristo tu, kwa sababu kuokoka sio kwa kuongea tu bali ni kwa vitendo. Kuna watu wengi ambao wameokoka lakini ukiwatizama kwa macho wengi unaweza kudhani kwamba waokoki, kumbe wanaokoka. Na kitu ambacho kilichowashangaza watu wengi sana, watu wengi wako wanawazia kwamba Big Fizzo anaweza kuwa ni mtu ambaye anajua maneno ya Mungu. Hata mavesi fulani ya kwenye Biblia aliyazungumza na kuwaelewesha watu kwamba everything is possible kama tunaamini. Kitambo bado vita itaisha, kitambo na dhuluma itapoa, na tena nitalaza kichwa changu bavuni mwake anayenipenda. Nitaziona raha na amani, mbinguni hazitakuwako dhambi. Nitaziona raha na amani, mbinguni hazitakuwako dhambi. So sijui maoni yako ni wapi. Je, kweli unaamini kwamba Big Fizzo atatoka kwenye muziki wa profane na kuja kwenye muziki wa gospel? Na wanaomuita kuwa ndiye ni mchungaji tayari. Je, unaamini kwamba kweli Big Fizzo anaweza kusimamia kanisa na kuliongoza kanisa? Sijui maoni yako ni aje kwenye sehemu ya comment. Tupatie maoni yako kwenye comment na usisahau kusubscribe channel yetu ya Ayamiri TV. Asante.